Mambo vipi na kuaje mtazamaji? Kabisa kwenye exclusive interview bana, niko hapa leo magari used bei nafuu, ni nyumbani kabisa, na mimi umekuwa ni miongoni mwa watu ambao natamani sana hizi interviews zifanye kila siku, lakini nikasema bwana lazima pia nidondoke kwa ndugu yangu hapa tuyajenge pia. Sada tunakuaje? Poa, mambo vipi? Kwema lakini? Bie kabisa mjomba. Bana, kitu ambacho ninachokipenda kutoka kwako ni nana ambavyo uko na love pia na wafanya biashara wengine wa magari pia. Uko na ndugu yangu hapa, napenda kwa mtu ambaye amfahamu. Hebu kabla tujamuuliza lolote, tuambie kwanza ni nani? Huyu anaitwa Nana Magari. Nana Magari. Mwanamke wa shoka, ni mwanamke kabisa, mwanamke na ngai. Ndio. Mwanamke wa kwanza kuuza magari. Ndio. Wote wanaoa kina C8 Gift C8. Wote watu wadogo. Huyu kwenye game ana miaka 18 unajua. Usiniambie. Mimi nimemzidi miaka miwili, mimi na miaka 20 kwenye game, huyu ana 18. 18. Ana experience ya kutosha. Nana, mambo? Safi, habari? Safi, mzima lakini. Mzima za wewe? Ujue Nana, bado muonekano wako wewe unaonyesha namna gani ambavyo magari kwako ni vitu vya kawaida sana. Na sio magari tu, magari mazuri. Magari mazuri. Yes. Kwa nini magari mazuri? Naitwa Nana Magari Mazuri kwa sababu ninauza magari yenye ubora na yenye quality hali ya juu kabisa. Na magari hayo huwezi kuyapata sehemu nyingine zaidi ya Nana Magari Mazuri. Yes. Hivi mpo sehemu gani kule? Sisi tunapatikana Sinza. Sinza? Yes. Sinza hivi? Tunapatikana Sinza kwa Walemi. Yeah. Okay, sawa. Kitu kingine ambacho ninachokipenda kwenu nyinyi ni namna ambavyo wafanyabiashara wa magari mmekuwa na ile umoja tofauti na baadhi ya fani zingine. Unakuta bana mtu fulani kusalimiana haiwezekani, lakini kwenu nyinyi mnakuwa pamoja, mnacheka pamoja. Hii chemistry inatokana na nini hasa? Bondi ambayo tumejiwekea sisi kama wafanya biashara wa magari. Kitu cha kwanza ambacho tumekiona kwetu ni upendo kabla ya kitu chochote. Kwa hiyo tukipendana sisi, hata ya magari tunaweza kuuza kwa kushirikiana. Haijalishi ni gari la nani, tunafanya biashara kwa umoja kabisa. Kwa hiyo tumeamua kuchagua upendo, maana upendo ndio kila kitu. Yes. Kwa sababu wewe ni muuza magari, natamani nipate hili swali kutoka kwako. Jibu. Watu wamekuwa wakisema kwamba wanawake wanapenda sana zawadi ya magari. Hivi kwa nini hasa mwanamke akipewa zawadi ya gari anajisikia vizuri sana, na wewe una experience hiyo kitu? Unahisi kwa nini kwa wanawake ipo hivyo? Yaani zawadi ni kitu cha muhimu sana, hasa mwanaume kumspoil mwanamke wake. Kwa hiyo what I believe, mwanamke akispoiliwa na mwanaume wake au na rafiki yake, akimspoil gari ndo anachokiona kwamba ni kitu cha thamani. Na pia miguu sio usafiri kama kawaida. Yaani gari ndo kila kitu. Hapa mjini kuna mama mwenye nyumba, lakini ukiwa na gari pia inaanza. Huwezi ukabeba gari ukasema utatembea nalo kokote. Kila gari linakuongoza kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Kwa hiyo ukinizawadia gari, hata mimi nitafurahi. Yeah. Lakini nyinyi wanawake inasema kwamba hata mpewe chochote kile lakini hamtosheki. Mfano naambiwa vidola, unajua kiredio kampa vitu vingi sana ujue. Lakini inasemekana kwamba mambo chali. Mpewe nini wanawake? Hapana, sio kweli. Sisi tunatosheka na tunalizika. Ina depend na ni mwanamke gani ambaye umekutana naye. Lakini kwa mwanamke mimi Nana natosheka na nalizika. Yes. Hivi ukiona mwanamke anapewa gari, anaspoiliwa, anapeleka Dubai, anapelekwa huku na huku na huku, lakini still bado anakuwa hajatulia. Tatizo linakuwa ni nini hasa? Huyo ni limbukeni wa maisha. Limbukeni? Yeah. Yaani limbukeni wa maisha. Hajajua maisha ni nini. Kwa mtizamo wa sasa hivi ukipata mwanaume au rafiki ambaye anaweza kukuspoil, kukupeleka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, sidhani kama kuna haja ya wewe kuwa na papara ya kwanza kuwaza kumwangalia huyu kumwangalia huyu. Nadhani unatakiwa ufikirie vizuri, mindset yako ikae itulie, ufanye judgment yako vizuri, utulie na huyo mtu. Kama ni kijana tulia naye, ina maana anakuwa amewekeza, anakupenda. Yes. Nana, asante sana kwa wakati wako. Asante, karibu tena. Okay, poa poa. Asante. Mkubwa kabisa. Bana, nataka tuzungumze kwanza hili la ambalo nilikuwa namuuliza Nana hapa. Unahisi kwa nini hasa watu wanazungumza bwana? Mimi pia kama mshauri kaka yao, sasa tuambie. Mjomba. Kiredio kafeli wapi? Watu wanasema kwamba kumweka mtandaoni mwanamke, wengine wanasema kwamba mwanamke usipeleke mtandaoni. Yaani vile. Nini hasa unadhani kosa la ndugu yetu pale? Kosa la ndugu yetu, mpenzi sio mpenzi wa watu wote. Sio mpenzi wa watu wote. Na sio mpenzi mtazamaji. Yaani mpenzi sio mpenzi wa watu wote, sio mpenzi mtazamaji. Alafu mwanamke wako ni mwanamke wako binafsi, ndio maana kuna privacy. Haitakiwi mwanamke umposti kwenye mtandao wa kijamii, maana yake unamuuza. Waangalie matajiri wote. Tunawajua kina JSM, kina nani, matajiri wakubwa, unajua mataikuni, unajua. Mataikuni. Wake zao wajulikani. Unapomweka mke wako kwenye mtandao, maana yake unamuuza, unajua. Kuna watu wana nguvu ya pesa zidi yako wewe. Kuna watu wana nguvu ya muonekano, wana kasti tofauti yako wewe. Mfano mjomba mzungu.
Sio maana mjomba mzungu? Mzungu ya sure. Kamweka wa kwanza, kang'olewa. Dula Makabila kamngoa. Mjomba mzungu huyo. Namkumbuka vizuri. Kamweka wa pili, si nani kamngoa. Kwa hiyo tunajifunza kitu kimoja kwamba katika mahusiano mwanamke usimpromote kumtia kwenye mitandao. Ndio maana mjomba Makonde alisema nikikuposti itakuwa matangazo kwenye nyimbo yake unakumbuka? Mjomba Harmonize alisema kabisa nikikuposti itakuwa nini? Itakuwa matangazo. Kwa hiyo mwanamke wa kwako wako peke yako. Umeona mjomba? Sio na mtoibla wewe. Demu wake kamficha. Au sio bwana? Kwa sababu kuna watu wazuri, kuna watu wewe si 6 pack, watu wa 9 pack. Zimezidi hadi ya 6 hizo. 9 pack. Kwa hiyo wajomba sijiendeshe. Kaa low key, stay low key. Mwanamke huwezi kumtangaza kwenye mtandao wote mwanamke wako. Watu wakipita naye unalia. Kwa sababu una pungufu yako na madhaifu yako, mwanamke anakufichia ujue. Binadamu hajakamilika. Anakutana na mtu, wewe una kibamia, mwingine akishukari kama yani anasema kitamu kama asali. Anakutupa ujue. Lakini watu wanasemaje kwamba mwanamke kama anakupenda bado hata kama umuonyeshe usimuonyeshe, kama ni wakutulia na kutulia. Tu mwingine aoneshe lakini bado atulii. Mwanangu, swala la kupendana mapenzi Ulaya ujue. Afrika biashara. Mapenzi Ulaya, Afrika biashara. Nani unakubaliana na hilo? Bana, mimi sikubaliani na Sadati. Wewe mwanamke anaye mpaka asubuhi, mfurahishe, enjoy mpaka asubuhi. Alafu ikifika asubuhi mwambie baby, unasemaje? Kama atasema asante. Atakuuza vipi tunafanyaje? Kusha kucha. Ushaelewa? Inadepend na ni mwanamke gani umekutana naye. Inadepend na ni mwanamke gani umekutana naye. Maybe labda yeye Sadati anakutana na wanawake ambao hakutamani. Lakini mwanamke ambaye yuko kwa ajili ya future hawezi kukwambia kitu kama hicho. Mwanamke ambaye anakuheshimu, anakuthamini, hawezi kukwambia kitu kama hicho. Wanawake sasa hivi wanawake wote wapo after market. After market. Yaani uko kwenye magari kuna Tanzania tu after market. Na wanawake pia wapo after market. Wengi wao. Ushauri wako kwa kijana wetu nani? Kiredio. Unalipi la kumwambia katika kipindi hiki? Vitu vinakuja na kuondoka. Vitu? Vinakuja na kuondoka. Things come and go. Tumepoteza ndugu zetu, tumepoteza tuliowapenda, tumewaacha wazazi wetu, mpaka leo tupo tunaishi. Chukulia sehemu ya maisha. Yani maisha lazima kuna njia za kupita ili kujifunza wapi umekosea. Issue sio ulipodondoka, kwa nini ulijikwaa. Ulipojikwaa ndipo pa kuzingatia zaidi. Vitu vinakuja na kuondoka. Yani lazima ujue vitu vinakuja na kuondoka. Ulikosea wapi? Ndio maana mzungu anakwambiaje, love is unpredictable just like a number game. Always answers random. Kikatoliki hicho ujue. Kikatoliki hicho. Mapenzi ujue kama mchezo wa kubahatisha ujue. Kwa sababu mwanamke ukimwona ujui kama yuko vipi ndani. Lakini una beti, double beti. Ushaelewa? Inaweza ikawa double chance au ukascore. Ashinde a draw. Ndio mchezo wa mapenzi ujue. Hivi watu wamekuwa kimlaumu sana kijana yetu Harmonize bana. Juzi amepata wakati mgumu, nyimbo yake ikashushwa kwenye YouTube, baadaye ikarejeshwa pia. Watu wakasema kuna watu wanamfanyia figisu pia na nini. Unadhani ni kweli Harmonize yupo katika kipindi ambacho anafanywa figisu ama ni yeye mwenyewe kwenye muziki? Yule mjomba anaweza. Mimi naongea fact ujue. Yaani mtoto ule kwenye kuimba sasa anaweza ujue. Anaweza. Anaweza. Kwa sababu hata ukiangalia katika historia ujue mfalme wa muziki sasa hivi kibongo bongo unaweza kumzungumzia Alikiba, unamzungumzia Platinum Mosio, lakini unamzungumzia Harmonize. Harmonize ni mtu ambaye alikaa kwenye piki ya juu, unakumbuka? Au sio bwana? Mbali na matatizo yaliyotokea yale nini sijui nini, akapitia financial crisis, lakini aliweza kukaa kwenye njia zake. Ushaelewa? Na kila alichokuwa anatoa hit song. Unajua? Ni mtu ambaye anaweza. Ni mtu ambaye alikuwa anamuumiza sana kichwa mjomba. Ushaelewa? Kwa sababu njia zote za kupita akamuonesha. Twende kwa Jadu Nigeria, twende kwa Jadu Zimbabwe, twende kwa Jadu. Ushaelewa? Kwa hiyo ni mtu ambaye alikuwa anaumiza kichwa. Lakini katika hili ambalo limetokea katikati la nyimbo hii ni vita ya muziki, vita ya uchumi. Fitina ndo maisha ya sasa hivi. Hata kwenye mpira kuna fitina. Maisha hata sisi hapa kuna mazingira yetu kuna fitina ujue. Kila mtu anataka kuwa bora zaidi ya mtu mwingine. Ndio maisha yako hivyo. Kwa ni kawaida. Yani katika
Riziki iandikwe riziki lazima iwe na fitna ndani yake. Yes. Lazima kuwe na fitna kidogo. Ili uwe mpambanaji lazima upitie fitna, upitie kukosolewa. Lazima upitie vitu vya kawaida hivyo. Oya, lazima upitie magumu huo mkubwa. Lakini umeona mjengo wake mpya nani alopost? Mjengo nimeona, afu wale watoto wamemwombea maombi mema, dua nini. Mjomba atafanikiwa ujue. Usipokufa leo utakufa kesho. Mwenye nguvu achele kuchoka. Hivi kwa experience yako ni kama kiasi gani ile nyumba kukadiria? Nikikadiria labda ikawa labda nyumba ya milioni 900 800, sababu mjomba Tambusa ananunua na kuuza. Mimi si ndio kuona kila siku mjomba. Tuko wote kila siku kununua majumba nini. Ile nyumba ina labda milioni 700 800, lakini haiwezi kufika bei. Wewe ugali wa bei unamaliza. Mboga ya milioni 500 na ugali wa milioni 500 inakuwa bei unamaliza. Lakini nyumba ni kali. Oya, nyumba nzuri lakini sio haifiki bei. Kwa sababu bei moja ukitaka usaguse chini watu wakubebe kila siku unajua inawezekana. Usubiri yeye atakuja kuitathmini nyumba yake. Ila atakuja aweke bei. Tuache mwanangu. Akiamua mwenyewe lakini pia. Lakini sasa wajomba maisha yao kwa edit waongo. Mtu anaweza kumuuza gari kama ile pale milioni 7. Mtandaoni anasema kana milioni 50 ile pale. Maisha ya kuedit sio wajomba. Waongo na edit, lakini tuache nia ya Mungu iongee, au sio? Tusongee sisi sana. Nana, kuna ile nataka utoe ushauri kama mwanamke. Nimeona juzi alikuwa ni Irene Uwoya alikuwa anamuuliza Kajala kwamba kuhusu yeye kutoka pamoja na binti yake kushare mwanaume mmoja. Watu wakasema kwamba bana, kwa sababu ni wanawake wakubwa wanauelewa, kwa nini unauza maswali kama hali public na nini. Kama mwanamke kitu kama kile ukiona ungekisikia. Kwako wewe hasa nini ambacho ulichokiona? Walikuwa sahihi kuulizana yale maswali au unadhani kama wanawake wakubwa ambao wako mature wakutakiwa kuulizana maswali kama hili? Mimi kwa upande wangu naona kwamba wakuwa sahihi, na sidhani kama kulikuwa kuna lazima wa kuulizana vile mbele ya media. Sidhani kama ni swala ambalo ni jema kwa upande wangu. Sio sawa. Kosa la nani pale? Alaumiwe Uwoya au Kajala? Aliyeuliza swali kwa kipindi kile mbele ya media ndo alaumiwe. Yeye ndo mwenye kosa. Shosti yake. Shosti yake. Na kwa nini vitu vya familia kama vile viibuke sehemu ambako unajua Kajala anampenda mtoto wake, umeona? Na mama kama mama likija swala la mtoto kuzungumziwa, lolote lile ambalo linamgusa ambalo ni baya, lazima mzazi kama mzazi aumie. At the end of the day wale ni marafiki. Kajala na Uwoya ni marafiki. Kwa hiyo sidhani kama pale ilikuwa ni sehemu nzuri ya wao kuzungumzia lile swala. Na hisi kifamilia wangeongea behind the scene, lakini haikuwa nzuri. Mimi kwa upande wangu kama mzazi sijapenda. Lakini watu wanasema wanauza kila ambacho wako nacho, ndio wako kazini ba. Hata kama sio kila kitu unaweza kukiuza. Mambo mengine ni ya familia. Even hata mimi sasa hivi niko mbele ya kamera, nitasema kila kitu ambacho kiko ndani ya maisha yangu au nianze kujivua mpaka nguo au utu wangu nimtaje mpaka mume wangu? Hapana jamani. Mjomba nimemwacha au tumeachana? Hapana, sio kweli. Hapana, sio kweli, haiwezekani. Kuna mengine ya kuishia ndani kwa ndani. Yes. Vitu vingine lazima umstili mwenzako, awe rafiki, awe mume, awe mpenzi. Maisha ni kustiliana. Hata wazazi wetu huko wangekuwa tunaanikana wazi hivi, tusingefika hata sisi hapa. Kwa hiyo lazima tustiliane. Kabisa. Mjomba. Ndio. Neno lako la mwisho kwa watu ambao tamani kufika hapa, magari used bei nafuu, wanapataje ndinga pia uzuri? Kila siku nikija hapa nakuta ndinga zinaongezeka. Mambo ni mazuri pia. Hebu zungumza nao sasa. Oya, mimi ninachowaambia wajomba kwamba miguu sio usafiri. Miguu ni kiungo cha mwili. Siku zote tunashauriwa tufanye mazoezi ya hiari, sio mazoezi ya lazima. Kwa sababu ukitembea kwa mguu ni mazoezi ya lazima, sio ya hiari. Kwa miguu itaumia ujue. Alafu siku zote kuna baba mwenye nyumba lakini wanasema hakuna baba mwenye gari. Lakini ukienda baa mwambie ule mwenye nyumba goba aje nao baa. Lakini gari unaweza kuendesha ukaenda nao baa ujue. Au wewe ukaenda posta pale mvua inanyesha demu kavaa wigi, mwambie baby mimi nina nyumba goba kama atakuja. Lakini ukija na kigari basi anaingia ujue. Yaani umuulize pale. Hata kama Peugeot, Corolla si nini? Baluni na zamani. Mvua ikinyesha tu na wigi nini anadumbukia ujue. Kwa mjomba wewe kwenye ile usemi wa kwamba wakati ya kujenga na kununua gari wewe unakaa upande wa gari. Mimi nanunua gari. Kwa sababu gari itanisaidia mitikasi, movement kila kitu. Au sio bwana? Afu nyumba itembei mjomba. Nyumba itembei. Wewe ukienda baa kule si samaki si wapi? Utabishana tembea na nyumba. Haiwezekani. Wote tuomba njoo nyumba yako.
Madam Nana, naona unga hilo kwamba kati ya nyumba na gari mtu aanze na gari. Anza na gari, lazima ujifurahishe kwa sababu nyumba kujenga nyumba ni asset ya tukatai, lakini kumbuka nyumba unavyoenda kujenga unazika pesa, lakini gari itakustili. Uwezo ukaumwa sasa hivi tukakubeba kwenye nyumba yako. Lazima lije gari likubebe likupeleke hospitali. Huo ndio ukweli. Watu wa gari mmechangamka. Hapana, huo ndio ukweli na ndio uhalisia. Gari kwanza. Yes. Nana, nakupataje mtandaoni watu? Instagram natumia Nana Magari Mazuri. TikTok natumia Nana Magari Mazuri. Na nawapenda kuwakaribisha wateja wangu kwamba wakaribie Nana Magari Mazuri. Tuna magari ya uhakika kabisa. Kila aina. Gari iwe ni chassis, iwe ni plate number, yani gari zote unazozitaka wewe. Waambie miguu itaumia. Bana miguu kama hivi unavyoona tumesimama ndo kazi ya miguu. Ila ukianza move na gari bana. Miguu ingekuwa steering. Ishachoka imevunjika. Wanapataje mtandaoni? Oya, tovuti kama kawaida magari used bei nafuu. Ukiingia kwenye linki inakupa location, inakupa namba za simu, kila kitu kinaenda sawa. Njoo location, njoo tupatane. Njoo tukate utepe. Mkaribie sana. Yaani magari tunayo mengi sana ya bei rahisi. Waambie hadi gari za milioni 5. Wewe unatembeaje kwa miguu jamani? Sisi tutafute sisi tuoze magari. Miguu itaumia. Miguu sio usafiri. Bana sikiliza, miguu sio usafiri. Asanteni sana bwana. Asante sana. Mjomba. Okay, poa.